Ni Obote walikaa kitu kimoja, wakasema Waislamu ni tishio, hii taasisi kama itapanuka itakuja kutusumbua. Wallahi Jomo Kenyatta alimwambia Nyerere, wewe umetawala maiti, mimi nimetawala wagonjwa, siku wakipona watanisumbua, lakini wewe Tanzania ni maiti. Wakakubaliana kwa pamoja maraisi wa nchi tatu lijengwe kanisa Katoliki kubwa la Afrika Mashariki Uganda, na benki kubwa itakayoitwa Mkombozi benki itakayowasaidia vijana wa Kikristo kutoa mikopo ili kuweza kuendeleza masuala ya kielimu na uchumi. Na ndipo Alhaji Field Marshal Generali Idi Amin Dada wallahi akapata agenda hizo. Amini akampindua Obote, akachukua pesa yote aliyokuwa ameingiza pale ya kanisa. Idi Amin akatengeneza msikiti ambao amemalizia Muhammad Gaddafi, ambao unachukua waumini karibuni 15,000 kwa wakati mmoja pale Uganda. Amini akasema bado mnataka kuleta Ukristo hapa, nitakuonesheni adabu, mimi ni General Field Marshal. Akamwambia Nyerere, ukimleta kafiri wako Uganda na mkata kichwa. Nyerere akamwambia Obote, basi tulia huku, nitapeleka jeshi langu litakalotopewa msaada na kanisa, litamuondoa Alhaji Amini. Idi Amin jambo la pili akachukua pesa yote ya kanisa akawapa Waislamu. Wallahi nendeni Uganda, historia iko wazi. Idi Amin akaona bado, akatoa ndege za serikali akawatangazia Waislamu wa Uganda, yoyote anataka kwenda hija, ndege hiyo hapo free of charge, hakuna kulipa, hakuna ibada ya kulipia hapa, bure, nendeni mkahiji. Amini akasema bado wazungu nataka wanitambue mimi hawa kwamba mimi generali. Akasema nimesoma historia ya Tanzania, Kenya, Uganda, mnasema Waarabu walitutawala. Uongo, hakuna Mwarabu aliyetawala katesa watu. Hapa nimeona wazungu ndio waliotesa watu. Sasa nataka mimi Alhaji nijilipe, kwa sababu Uislamu umeruhusu kulipa kisasi. Alhaji Idi Amin huyo kidume cha nguvu. Amini akatengeneza office ya kiti kimoja kizuri sana, akawaambia wazungu nibebeni kilomita 40, na mkinibeba kilomita 40 mtashusha, mkiniweka chini mtanipigia saluti, na mkitoka hapo moja kwa moja airport kuondoka kwenda kwenu. Wallahi Amini baada ya kufanya yale, Nyerere aliyekuwa ndio kiongozi wa kanisa Afrika Mashariki na ni rais wa Tanzania akaona chuki sana, akatengeneza njama za kuwamobilize vijana wa Tanzania. Tukaingia Uganda kwenda kumpiga Muislamu mwenzetu aliyekuwa askari wa Mtume Muhammad katika ardhi ya Uganda. Tukampiga, tukamuondoa. Bleki ya kwanza Amini alitua Tripoli, Libya. Bahati nzuri alikumbatiwa na Alhaji, akatoka pale akiwa na Gaddafi, akapigiwa wimbo wa taifa, akapigiwa mizinga 21. Gaddafi akamwambia ima kama uko tayari tujipange tukaikomboe Uganda. Amini akasema hapana. Akatoka pale paka Saudia, na amefia Saudia, akapokelewa na mfalme wa Saudi, na akamwambia utakaa kama mtoto wangu, ni Mwafrika wa kwanza duniani kuonesha msimamo wa Uislamu wako ukiwa wewe kama rais wa nchi za Afrika. Kanisa likaendesha fitna mpaka Zanzibar, likawa linaua mashehe, na shekhe aliyekimbia kuuawa na Nyerere na Abeid Amani Karume ndani ya Zanzibar ni shekhe aliyekuja hapa Mombasa akateuliwa kuwa chief kadhi mkuu wa nchi ya Kenya, shekhe aliyetafsiri Qur'ani hiyo kwa Kiswahili. Kama mnamkumbuka, huyu shekhe ni Mzanzibari, alikimbia kuuawa na Karume na njama ya kanisa. Wakatoka kardinali wa Tanzania anaitwa Kardinali Rugambwa, walikuwa wanataka muue yule shekhe. Sheikh Abdalla Farsi aliyekuja hapa Mombasa na akapokelewa na Waislamu wa Kenya, wakamwambia wewe utakuwa kadhi wetu hapa Kenya. Kwa hiyo mchezo wa kuua mashehe, kama Waislamu mtashindwa kuangalia, tutauawa mashehe watauawa, wakimaliza mashehe tutakuja wahubiri tutauawa, wakimaliza wahubiri watabaki sasa wanafiki wakae pamoja na makafiri ili waumalize Uislamu ndani ya miji ya Kiislamu yote. Sasa haya tunakupeni tu kama ndondoo, kwa sababu muda bado tunao. Tutaeleza mengi na tutaelezana mengi, na ninachokutakeni Waislamu, kuweni wa kweli na watu wenye msimamo. Acheni kuyumbishwa. Haya tuyasemi kwamba Mtanzania amekuja kuwalisha maneno wa Kenya waandamane. Sikuja kuambia mimi waandamane, lakini nimekuja kusema ukweli.
Sijui naeleweka kwa lugha hiyo wa Tanzania, Waislamu wenzangu? Naeleweka? Msikae kimicholo micholo tu. Naizungumza hapa ni mimi. Nazungumza mimi. Mashehe wanadhalilishwa. Leo imekuwa ukiwa shekhe unatembea kwa hofu. Unaishi kwa shida, kwa hofu. Ukikutana na mtu mwelewelewa amefuga sharubu unakimbia. Unajua kumekucha sasa. Sasa namna hii tutaishi paka lini? Alafu mtu anakudanganya, tunaomba amani na Wakristo. Tunaomba amani na Wakristo. Amani gani hiyo wakati haki haitendeki? Amani haiwezi kupatikana mpaka haki itawale. Haki kitawala, amani inakuja yenyewe. Kwa ndugu zangu Waislamu, hebu tuweni wa kweli, tuweni wasimamizi wa dini. Tusifanye mzaha tunapokuwa kwenye dini. Kanisa ni kitu hatari. Kanisa ni kitu kibaya. Angalia Waislamu wa Mombasa mlivyogawanyika, mpaka kufikia leo mnakosa maendeleo kwa sababu ya ubinafsi. Mpaka leo mna mapesa, mna magari ya kitajiri kwa sababu ya ubinafsi. Hakuna chochote kinachofanyika ndani ya Mombasa. Waislamu kuuliza Mombasa hawana university. Waislamu hawana television ya Kiislamu, hawana radio ya Kiislamu. Ile pale Radio Rahma sio ya Kiislamu, ni ya mtu binafsi. Kaifanya tu itoe vipindi vya Kiislamu. Na yule aliyoko pale, kuna jamaa moja anaitwa Adamu Kafiri yuko pale Radio Salam. Kachelo wa kanisa yule. Kazi yake ukipeleka matangazo anakuhoji sasa yule kafiri pale anafanya nini kwenye radio ya Kiislamu? Kafiri anafanya nini? Ina maana hakuna Waislamu waliosoma wakakaa pale. Yule kafiri kakaa pale Adamu Radio Salam. Kazi kuwahoji watu. Ukipeleka matangazo, tukutangazie vipi? Hili hatutangazi, wewe hili hatutangazi, radio ya kanisa hii. Yuko pale kafiri moja anaitwa Adamu pale. Sasa radio ya Kiislamu anaweza kakaa kafiri. Atatangaza nini? Tena kawekwa kitengo maalum. Kitengo cha mauzo, kitengo cha biashara. Ukienda wewe anakupangia yeye utaratibu. Kafiri mkubwa yule. Sasa Waislamu wameshindwa kujenga hata radio ya Kiislamu ya taasisi zao. Hospitali ndio kabisa. Hospitali ndio kabisa. Unampeleka mkeo kwenye hospitali ya Daktari John alafu ya makafiri. Mkeo kavaa Kiislamu kajihifadhi, umevaa kisuna, unamuingiza mkeo na nguo weka nje, anaingia mkeo na kafiri yuko ndani, anavaa gloves, anamwambia vua baibui, vua kila kitu weka hapo, anabaki kama alivyozaliwa, anaanza kumshika kifuani, anamshika kwenye tumbo, anamshika kwenye mapaja, binti wa Kiislamu akisema anamwambia nakufanyia check up, tulia. Alafu wewe uko nje unazunguka na tasbihi, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, mkeo anachezewa ndani mwana kafiri. Wakati Waislamu kwa wingi mlionao, mkichanga shilingi 100 mnaweza mkajenga hospitali na mkaleta madaktari wa kike na wa kiume na huduma zikaenda kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Mtume. Lakini kwa sababu ya ubinafsi, watu hawakubaliani kukaa sehemu moja wakafanya hili kwa ajili ya maslahi ya umma wa Kiislamu. Ubinafsi tu. Ubinafsi wa Tanzania upo, sio Kenya. Tanzania Waislamu ni 60%. Huyu hapa Maulana tuliwahi kuitwa na Rais Kikwete Ikulu. Wallahi tumekula futari, rais anawauliza Waislamu, sasa jamani kuna nini? Eti mtu anasema alhamdulillah, Mheshimiwa Rais futari ya leo alhamdulillah. Mungu akujalie uwe mfalme. Amjalia nini na Mungu amshamjalia kawa rais? Haya, mtu na akili yako unakwenda kusifia futari Ikulu. Siku ya pili tumekwenda tena. Rais paka akatuambia nendeni mkakae mtengeneze proposal na maandalizi mazuri. Njooni tupate hospitali na mashule. Wallahi watu mnatoka pale mna ulimi mmoja, mkitoka kila mmoja na ulimi wake. Mtu anasema kiongozi awe huyu. Wewe huyu bwana. Huyu katili mtu. Huyu mshenzi tu katoka bara kule. Huyu nesi pwani alikuwa mvuvi tu. Sasa haya ni matatizo yamejaa kwenye vyanzo vya Waislamu. Ili naomba nikuelezeni ukweli. Ndugu zangu Waislamu, kutokana